Karibu kwa kufuata video yetu ya leo. Tuna ujumbe mzuri ambao Mungu anataka kukuambia siku hii. Tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Yona sura ya 1. Tutakamata mashairi madogo pale na tutasoma sura ya 2. Tutasoma pia mashairi madogo pale na tutasoma sura ya 3. Nako tutakamata mashairi madogo. Nitasoma katika jina la Yesu. Basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarsisi, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akatelemka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarsisi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebu aende pamoja nao Tarsisi, ajiepushe na uso wa Bwana. Basi wakamwambia, tukutendee nini ili bahari itulie? Kwa maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Naye akawaambia, nikamateni mnitupe baharini, basi bahari itatulia, kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii imewapata. Tuende kwa sura yake ya 2, shairi la 2. Akasema, namlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu, naye akaniitikia. Katika tumbo la kuzimu niliomba, nawe ukasikia sauti yangu. Maana ulinitupa vilindini, nami ndani ya moyo wa bahari, gharika ya maji ikanizunguka pande zote. Mawimbi yako yote na gharika zako zote zimepita juu yangu. Bwana akasema na yule samaki, naye akamtapika Yona pwani. Kwa sura ya 3 tutasoma pale mashairi karibu 5. Neno la Bwana likamjia Yona mara ya 2 kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukaihubiri habari nitakayokuamuru. Basi Yona akaondoka akaenda Ninawi kama Bwana alivyonena. Basi Ninawi ulikuwa mji mkubwa mno, ukubwa wake mwendo wa siku 3. Yona akaanza kuingia mji mwendo wa siku 1, akapaza sauti yake akasema, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajifunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Mungu akaona matendo yao, ya kuwa wameiacha njia yao mbaya. Basi Mungu akaligairi neno lile mbaya ambalo alilolisema atawatendea, asilitende. Ni neno la Bwana. Katika historia hii ya Yona, Yona alitumwa na Mungu ili aende kuhubiri neno lake ndani ya mji wa Ninawi. Kwa sababu watu wa Ninawi walitenda maovu mengi, Waninawi walitenda mambo mabaya mengi na ikamkasirikisha Mungu. Bwana Mungu akakasirika. Na kitabu cha Yona hiki kiliandikwa ili kufundisha watu wagumu somo. Hadithi ya Yona inasema ya kwamba Mungu anamtuma Yona, lakini Yona anakataa kuenda kutabiri ndani ya mji wa Ninawi ama kuenda kutangaza ujumbe ndani ya mji wa Ninawi. Wakati Yona anakataa neno ambalo Mungu amemtuma, hii haikumfurahisha Mungu, sababu amekataa tangazo ambalo Mungu alitaka kuambia watu wa Ninawi wataangamizwa. Hii ndiyo neno ambalo Mungu alimtuma nalo Yona. Ujumbe wa Ninawi ulikuwa huu.
Ni kusema watu wa Ninawi wakati wanaposikia neno la Mungu, wakati wanaposikia ujumbe unaotoka kwa nabii Yona, hii sauti ya Yona itakuwa ni kusikia sauti ya Mungu. Na ikiwa watakataa sauti ya Yona, ni kusema watakuwa wamekataa sauti ya Mungu, na mwisho wao ilikuwa ni kuangamizwa. Tuseme kupitia jambo hili ya kwamba Mungu ana upendo mwingi. Hawezi kuangamiza mwanadamu yeyote kama haja kumwambia kosa lake. Mungu hawezi kukuangamiza kama haja kuambia kosa lako. Yona anakataa moyoni mwake. Hata kama hakusema waziwazi, lakini moyoni mwake alikataa. Kwa sababu Mungu alipomwambia simama uende Ninawi, akasimama na akaenda. Kumbe alikuwa anajielekeza kwa nafasi nyingine. Wakati Yona anapokataa sauti ya Mungu, kwa kukataa sauti ya Mungu, anakataa utumishi wake, au anakataa utume ule ambao alikuwa anafanya katika Israeli. Na anapokataa utume wake, ni kwamba anazuiza Mungu kufanya kazi yake. Neno la Mungu linasema ya kwamba sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Unapokataa kufanya kazi ya Mungu, unazuia Mungu kufanya kazi yake. Yona anaanzisha vita, au anaanzisha fro. Tunaweza kusema vile, anaanzisha vita na Mungu. Unapokataa, unapozuia Mungu kutenda kazi yake, ujue ya kwamba unaleta hasira kwa Mungu. Ya kwanza, Yona anazuia mahusiano ya kimungu na mwanadamu ambayo Mungu anataka azungumuze na watu wa Ninawi. Yona anazuia mahusiano ya kimungu na watu wa Ninawi. Mungu anapenda awe na uhusiano na watu kila siku. Alafu anapokutuma kwao, ujue kwamba ni yale mahusiano pamoja na wanadamu ndio inaacha anakutuma. Jambo la pili, Yona anapokataa, anazuia pia kutamka neno la unabii. Kwa nyakati zilizopita, Mungu alikuwa anatumia tu manabii kwa kuweza kutoa neno lake. Alafu nabii unapokataa, jua kwamba unazuia pia kutamka neno la unabii au neno la Mungu kupitia wewe. Yona anakamata meli na anataka kukimbia Tarsisi ili asiende Ninawi. Ila Mungu akapindua mambo yake au mipango yake. Wakati alipokuwa baharini, bahari ikachafuka, na ilipochafuka watu waliokuwa pamoja naye katika meli hii wakafikiri, wakauliza kwa nini jambo hili linafika, kwa sababu walishindwa kabisa kutambua kwa nini upepo unakuwa mkali. Upepo ulizidi, na wakasema upepo namna huu kunapaswa kuwa kuko mtu ambaye anaacha upepo huu unakuwa. Alafu Yona akasema basi ni kwa ajili yangu upepo huu unakuwa. Basi wakamuuliza unataka tukufanyie nini? Yeye mwenyewe akaamua ya kwamba wamtupe baharini. Mtu hawezi kukimbia Mungu. Yona kutupwa baharini inataka kutuonesha ya kwamba mtu hawezi kuepuka Mungu. Hata kama unapenda kukimbia Mungu, ujue ya kwamba hauwezi kumuepuka. Na hii inaonesha ya kwamba huyu Yona hata kama alikuwa nabii wa Mungu, wengine wanasema ya kwamba ni nabii wa imani ndogo, kwa sababu mtu ambaye amemjua Mungu kweli kweli hatuwezi kumkimbia Mungu, kwa sababu Mungu anakuwa kwa nafasi yote. Yona huu anataka kutuonesha ya kwamba ni mtumishi asiye na shukrani, na ni mtumishi ambaye anakuwa na ubinafsi. Watu wa Ninawi walikuwa waadui na watu wa Israeli. Walikuwa watu ambao hawapendane, walikuwa watu ambao kila siku ilikuwa vita. Sasa Mungu anapotuma Yona
aende kutabiri kuwa Mungu atawaangamiza sababu ya maovu yao wasipotubu, Yona anaona kwanza watu hawa ni waadui pamoja nasi. Alafu akaona ni vizuri akatae kwenda huko, ili hii iwe wakati mzuri ambao waadui wao Mungu ataweza kuwaangamiza. Alitaka watu wa Ninawi waadhibiwe na Mungu na wasiokolewe. Ndio maana tumesema ni mtumishi mbaya, ambaye ni mtumishi wa ubinafsi. Anajipendelea yeye mwenyewe, anapenda yeye mwenyewe gisi anavyomjua Mungu, basi mambo yakuwe vile. Lakini Yona alisahau ya kwamba bahari humo anapokimbilia itakuwa ni pahali pake pa Mungu kuweza kumwadhibu, akimtumia zoruba ya ajabu ambayo watashindwa kumetrize. Lakini pia humo baharini kwa huyu Yona ni mahali ambako ni pahali patoba, sababu aliweza kutubu. Aligundua ya kwamba ni kwa ajili yangu jambo hili linafanyika, hivi mnitume baharini. Na kweli Mungu alimpatia msamaha, sawa vile tulisoma katika neno la Mungu katika kitabu cha Yona. Tutambue pia ya kwamba katika kutikisika kwa mawimbi, upepo mkali, wanapomtupa Yona baharini, samaki kubwa likamumeza. Mungu alitayarisha samaki la kuweza kumeza Yona, na humo ndani ya tumbo la samaki Yona anatambua sasa uwezo wa Mungu. Ni humo ndani ya samaki ndipo Yona anatambua uwezo wa Mungu. Mazingira yenye anakuwa ndani yake, mazingira ambayo haieleweke. Nyama hawezi kumeza mtu na kisha tena aweze kumtapika, au mtu hawezi kutupwa kutoka kwenye meli na kutupwa baharini na aendelee kuishi asipopata mtu wa kumwokoa haraka. Hivi mazingira ambayo Yona anaishi ndani mwake kwa kweli ni mazingira ambayo haieleweki, lakini ilikuwa nafasi ambako Mungu anataka tu kumfundisha. Tunasema ya kwamba ni katika tumbo la samaki ndipo huyu Yona anakubali kuchukua neno hili la unabii ambalo Mungu aliweka kinywani mwake, kusema aende Ninawi na aende kuambia watu wa Ninawi kwamba baada ya siku 40 Ninawi itaharibiwa ikiwa hawatatubu. Hii alikamata uamuzi huo wa kutubu. Katika vilindi vya bahari viliruhusu Yona, kwa lugha ya Kifaransa tunaweza kusema ilimuinspire, ikampatia sasa inspiration yale ambayo alikuwa hakutarajia kuisema, lakini sasa akakamata mpango wa kusema nimefanya mabaya, inanibidi sasa niweze kutenda yale ambayo Mungu alinituma. Mwanadamu anakumbuka Mungu baada ya fimbo ya Mungu. Ndio maana nakutana maneno ya huyu Yona inaanza kubadilika. Maneno ya mapenzi ya Mungu inaonekana ndani ya maisha sasa ya Yona. Lingine le jambo ni kwamba samaki anaenda kutapika Yona kwa pwani. Katika somo hili mambo makubwa ambayo tunaweza kukamata, adhabu inayompata Yona inaonesha matokeo ambayo inawekewa kila mtu anayekataa mapenzi ya Mungu. Imeandikwa ili uweze kusaidia watu ya kwamba ukikataa mapenzi ya Mungu ujue ya kwamba adhabu ya Mungu itakupata. Jambo la pili ni kwamba unapopuuzi, jua unajifanyizia wewe mwenyewe upuuzi wa kiroho. Unajifanyizia wewe mwenyewe upuuzi wa utumishi wako. Mungu amekuumba, una kazi ya kumfanyia. Alafu unapopuuzi yale anayokupatia, yale anayokuambia ufanye, ujue ya kwamba wewe mwenyewe unajipuuzi, unapuuzi kazi yako,
unajifanyizia upuuzi wa kiroho wewe mwenyewe. Jambo la tatu, unapokataa kusikia sauti ya Mungu, unapokataa ujumbe wa Mungu, unapokataa mpango wa Mungu kwako, wakati Yona anakataa kuenda Ninawi na anataka sasa aende Tarsisi, hakujua ya kwamba nguvu anayokuwa nayo au pumuzi anayokuwa nayo ni kwa ajili ya Mungu. Alafu wakati unapobaki kutojali hiyo pumzi ambayo Mungu alikupatia, ujue ya kwamba Mungu anaweza kuitoa kwa wakati wowote. Kwa sababu wakati Yona yeye mwenyewe anasema basi mnitupe baharini, hapo alikuwa amekubali ya kwamba ndiko mwisho wa maisha yake. Jambo la 4, Mungu analeta upepo na zoruba wa kutaabisha Yona. Hii inatufundisha ya kwamba Mungu anaweza kubadilisha mazingira. Anaweza kubadilisha ardhi ili ilete mambo mabaya kwa ajili ya kila mtu anayepuuzi sauti ya Mungu. Mungu ana uwezo wa kubadilisha mazingira yote ambayo inayotuzunguka. Anaweza kubadilisha ardhi, anaweza kubadilisha bahari. Inatoa upepo ambao unashindwa kuuelewa. Ni kama vile tunavyoshindwa leo kuelewa dunia inaenda wapi. Wakati tunaona mambo mengi yanabadilika, maporomoko ambayo yanaonekana katika dunia, wakati upepo unaweza kubeba watu, unaua watu wengi, upepo tu unaua watu wengi. Hii yote inaonyesha ya kwamba wakati Mungu anakasirika, anaweza hata kubadilisha ardhi iweze kuleta mambo mabaya kwa ajili ya mwanadamu anayempuuzi. Zoruba ambayo Mungu alileta ndani ya bahari ni usemi wa Mungu. Kuna wakati Mungu anasema katika mambo sawa na haya, analeta zoruba, kumbe iko nataka kuambia jambo fulani. Mungu alionyesha hasira yake kupitia hii zoruba. Alionyesha hasira juu ya nabii wake Yona kwa kukataa kwake kutamka maneno ya Mungu, kutamka sauti ya Mungu kwa watu wa Ninawi. Yona wakati iko ndani ya tumbo la samaki, si kwamba humo iko tu katika tumbo la samaki. Mungu yeye mwenyewe alitayarisha samaki ambayo itammeza. Na humo tunaweza kusema hakukuwa humo peke yake. Humo sasa alienda kukutana na Mungu, ambaye sasa Mungu alimsafisha akili yake, Mungu anamsafisha nafsi yake, Mungu anamsafisha roho yake. Yona ndani ya tumbo la samaki, si kwa bure yuko ndani ya tumbo la samaki. Ndani ya tumbo la samaki yuko pamoja na Kristo. Anamsukua roho yake, anamsukua nafsi yake, anamsukua akili yake, na sasa anapokea mafundisho ya Kristo. Mungu anamkutana ndani ya tumbo la samaki, sasa anazungumza naye mpaka anafikia kukubali. Picha hiyo inamaanisha kukutana kweli kweli na Mungu. Wakati ya safari yake anataka kukimbia Tarsisi, ni hapo sasa anakutana kweli kweli na Mungu. Watu wengi ni katika taabu zao au katika kujificha kwa kutaka kukimbia uso wa Bwana, ni hapo watu wengi wanaenda kukutana na Mungu, ndipo wanakamata mpango wa kutubu kweli kweli. Ukitubu leo, Mungu atakusamehe. Yona alipotubu, Mungu alimsamehe, akakamata tena samaki na ikaenda kumtapika pembeni ya bahari. Na hapo tena sasa Mungu akaweka maneno yake ndani ya kinywa cha Yona, na akaenda kuhubiri, akaenda kutangaza sasa unabii wa Mungu katika Ninawi. Alikuwa anasema tu baada ya siku 40 Mungu ataharibu Ninawi msipotubu. Neno hili tu liliacha watu wa Ninawi
wanavaa magunia, wakashuka chini, wakatubu makosa yao, wakaomba Mungu awasamehe, na kweli Mungu aliwasamehe. Ndugu mpenzi, ukiacha matendo yako ya uovu leo, Mungu atakusamehe. Ukiacha mambo yako ya kishetani, Mungu atakusamehe leo. Ukiacha mambo yako ya kupuuzi Mungu yeye iko tayari kukusamehe. Ukitubu kweli kweli, Mungu iko tayari kukusamehe. Watumishi wa Mungu, mutumike yale ambayo Mungu anayowaambia mutende. Maana ukipuuzi Mungu, ujue ya kwamba unajipuuzi wewe mwenyewe. Mtu mwingine alisema, cheza na neno la Mungu, mwisho utalia. Ikiwa uko mtumishi, uko nabii, uko mhubiri, uko mchungaji kama Yona, uko mtume wa Mungu, Mungu anafanya kazi pamoja na wanadamu. Usikatae sauti ya Mungu, nenda kufanya kazi ya Mungu sawa vile alivyokuita. Kama uko katika zambi leo na unasikia ujumbe huu, toka katika zambi zako, sababu Mungu hafurahii wanaotenda maovu. Acha maovu. Sawa sawa watu wa Ninawi waliposikia wataangamizwa, waliacha maovu yao. Na sisi kwa wakati wa leo tumewekewa hukumu, lakini Yesu Kristo amekwisha kuhukumiwa kwa ajili ya dunia mzima, ili wowote watakao muamini wapate uzima wa milele, watoke katika hukumu na wapite katika uzima. Ndugu mpenzi, somo hili Mungu anakuita. Katika mazingira unayoipitia kwa sasa, katika machafuko ya bahari unayoipitia kwa sasa, jua hii ni sauti ya Mungu. Iko na kuita ili utubu na uje kwake. Asante kutufata kwa video yetu hii. Gawa somo hili kwa watu wengine, na unaweza pia kujiabone kama ni mara yako ya kwanza kufata shene hii. Ujiabone kwenye shene yetu na tutafurahi. Asante na Mungu.